Nene fulao kutekiro mundu kwa wetu matongo kutekiro nyonyi kwa wetu matongo kutena kihambe Mungu ale konda buholo lidegusha maala kwa wetu matongo kutekiro mundu kwa wetu matongo kutekiro nyonyi kwa wetu matongo kutena kihambe yotakola jata iraji chondere mbali mbali nyange nalipatike nje na yenda ye ngena yefuza kwa meti era mwetu kwa wami ngena yefula kwa meti era mwetu kwa wami aye mali twavere vongirende malere wetu dada twavere vongirende malira yanena nyahinga nara umfanya kola tata kianika nani busomuki munereni hemerenje kudi nende lwale sire anigo nani anja biguwa kwa jihuzibu nifule vyagwa wetu nilire vyagwa wetu holaganawa hochigana nyangana pae mali janine kuiza samaki nitakwenda imenipasa kwenda siku ikifika nitakwenda nitatoa ripoti ya kazi zangu zote nilizozitenda duniani nitakwenda imenipasa kwenda siku ikifika nitakwenda nitatoa ripoti ya kazi zangu zote nilizozitenda duniani siku ikifika ndugu na marafiki hata jirani zangu watanisindikiza hata mpenzi wangu watoto niliozaa wote watarudi nitabaki pekee siku ikifika ndugu na marafiki hata jirani zangu watanisindikiza hata mpenzi wangu watoto niliozaa ambayo imetupata ya kuhamishwa kwa mzee wetu Hangi Roger, lakini Mungu ambaye alikuwa anampenda zaidi kutupitia sisi, na hii inatambulikana katika ubatizo wake, na kwa kuagana naye sisi kama vile wa Kristo tutaagana naye kwa njia ya Kikristo, na ndio maana maji ambayo alipokea kwa ubatizo wake, hiyo maji ya baraka tunataka kumwangia kwa kuweza kuagana naye tukiwa na matumaini ya kukutana siku ya mwisho. sura yangu Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa ndugu, pole kwa jamaa, pole kwa marafiki kwa kumpoteza mzee wetu, kutuacha kwa milele, kwa sababu tutakutana naye, tutaonana naye akiwa na sura ya utukufu. Ametuacha akiwa na miaka 72 kwa kugomboa muda, sababu tunaona mvua iko inatafuta kunyesha. Tutasoma maandiko matakatifu kati ya kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane wa 11.
nao unasema hivi: kiti cha enzi kikubwa cheupe na yule anayekaa juu yake, mbele ya uso wake dunia na mbingu vikakimbia, wala mahali hapakupatikana tena kwao. Nami nikaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, navyo vitabu vikafunguliwa. Tena kitabu kingine kikafunguliwa, kile cha uzima. Nao wafu wakahukumiwa kadiri ya kazi zao, kama zilivyoandikwa katika vile vitabu. Nayo bahari ikawarudisha wafu waliokuwemo ndani yake, nazo mauti na kuzimu zikawarudisha wafu waliokuwemo ndani yake, na kila mmoja akahukumiwa kadiri ya kazi zake. Nazo mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Lile ziwa la moto ndicho kifo cha pili. Na kila mtu asiyeonekana ya kuwa ameandikwa katika kile kitabu cha uzima atatupwa katika lile ziwa la moto. Shalom. Shalom. Kwa usomi wa neno hili kujitambua kila mmoja wewe, maandiko matakatifu ya siku ya leo inamzunguka, ambacho tunatoka kwa kukiona hapa cha mzee wetu Desire ambaye ametuacha leo. Ni kile kifo chako au kile kifo changu cha uzima wa milele. Shalom. Wataleta kitabu chetu, sie balozi wanatuita mule ndani. Wataleta kitabu chetu, sie wapanakaro wanatuita mule ndani. Wataleta kitabu chetu, sie wakidinapere wanatuita mule ndani. Wataleta kitabu cha sie wasema bongo, sie watetana wanatuita mule ndani. Wataleta vitabu na vitabu na vitabu. Bakisha kumaliza vile vitabu vyote, kutakuya kitabu cha mwisho ambacho ni kitabu cha uzima wa milele. Mwenye mie na wewe tuko tunagombania juu tuingie mwachi. Kama wote ingiaka mwachi wili vinakuwa memie niko nagombana juu ingie mwachi. Sawa? Na ni ile njoo yenye tuko tunafukuzia. Kifo ya mzee wetu Hangi ikuwe somo kwangu mie, ikuwe somo kwako wewe, kujiuliza kama utapatikana mkitabu gani. Mkitabu cha wapanasomo, mkitabu cha wakidinapere, mkitabu cha wamwizi, au mkitabu cha watu wa mkavu. Hatuhukumu mtu, kila mtu ni dhamiri yake njoo iko na mwambie. Sawa? Mingi yako kusikia, sivyo? Kusikia, ni walipewa neema ya kusikia, babisha sikia. Ni wakati sasa ya kumwaga mzee wetu ambaye ametangulia. Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Tumuombe ndugu yetu ambaye ametuacha, mzee Hangi Desire. Baba mtakatifu, umhesabu kati ya wateule wako, kwa sababu alipewa uzima wa milele kwa ubatizo. Bwana utusikilize. Tumuombe Mungu amupe heri ya milele ndugu yetu Desire, kwa sababu alilishwa mwili na damu, chakula cha uzima wa milele. Bwana utusikilize. Tuombe Mungu awapokee kwake wale waliokufa katika tumaini la ufufuko wake, wapate kukaa katika mwanga unaotoka kwake. Bwana utusikilize. Tuombe Mungu kwa kumwacha, kwa kuachana na ndugu yetu Desire. Bwana utusikilize. Tumwombe Bwana atuunganishe nao kusanyika hapa katika imani na mapendo.
tukubali sala ya wenye kukuomba, iwe na faida kwa roho ya watumishi wako, waokoe na dhambi zao zote, na uwape wagawiwe ukombozi wako kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Tufungue sanduku kwa kuomba Mungu. Anarudi kwake Mungu Baba aliyeumba ulimwengu. Anarudi kwake Mungu Baba. Tufanye mbio tugombane muda sababu ya mvua, tupite hapa. Tabeba serikali pale kukilalo kwa papa nao. Ndio kwenye gari iko. Anarudi kwake Mungu Baba aliyeumba wetu. Anatafuna anasaza ulimwengu. Anarudi kwake Mungu Baba aliyeumba. Oh, na babu zetu walikupanga kuacha ulimwengu. Mungu wasafiri nchi yetu. Anarudi kwake Mungu Baba aliyeumba wetu. Anatafuna anasaza ulimwengu. Anarudi kwake Mungu Baba aliyeumba. Watafunguliwa siku. Tugombee muda sababu ya mvua. Naenda kwa Mungu Baba yangu. Baba na mama mwache kulia. Mungu pekee anapita kwake. Baba na mama mwache kulia. Mungu pekee anapita kwake. Vijana msongee mbele twende. Msongee mbele twende vijana. Mfunike twende. Imenipasa kwenda, siku ikifika nitakwenda. Nitatoa ripoti ya kazi zangu zote nilizozitenda duniani. Nitakwenda, imenipasa kwenda, siku ikifika nitakwenda. Nitatoa ripoti ya kazi zangu zote nilizozitenda duniani. Siku
ikifika, ndugu na marafiki, hata jirani zangu watanisindikiza, hata mpenzi wangu, watoto niliozaa wote watarudi, nitabaki pekee. Siku ikifika, ndugu na marafiki, hata jirani zangu watanisindikiza, hata mpenzi wangu, watoto niliozaa wote watarudi, nitabaki pekee. Wanasema mtu akifariki watamuombea Mungu ili asamehewe. Biblia yasema kwamba baada ya kufa hakuna msamaha, hakuna kabisa. Wengi wanasema mtu akifariki watamuombea Mungu ili asamehewe. Biblia yasema kwamba baada ya kufa hakuna msamaha, hakuna kabisa. Maisha ya baadaye, maisha ni ya mtu binafsi kujitengenezea. Maana uamuzi ni wako kabla ungali hai. Tengeneza maisha yako, tayarisha nafasi. Bwana ameweka mbele yako mauti, tena ameweka mbele yako Bwana ameweka mbele yako mauti, tena ameweka mbele yako amua mwenyewe mapema, hiari kwako amua mwenyewe mapema, hiari kwako amua mwenyewe mapema, hiari kwako Maana hakuna baba wala mama atakayezichukua dhambi za mwanawe. Maana hakuna mume wala mke atakayezichukua dhambi za mwenziwe. Bwana ameweka mbele yako mauti, tena ameweka mbele yako. Sasa hii nitakuwa wapi? Naenda kwa nani? Jina yangu itaandikiwa mkitabu gani? Kumbe tunayo muda, sababu tungali na pumuzi ya kugombanisha kusudi jina zetu zikuwe mkitabu cha uzima wa milele. Tunamwaga ndugu yetu kwa siku ya leo. Sababu vile tulisema mbele, labuda kesho ni mie au wewe. Kumbe cha kusikaza ni kujua mwisho yangu na itayarisha namna gani, kesho yangu itakuwa namna gani. Haitoshe tu kufurahia anasa za dunia, haitoshe tu kufurahia kabrama, haitoshe tu kufurahia ambiance na huko nafanya ambiance, nikajiuliza kesho yangu itakuwa namna gani, kifo changu kitafika nitakuwa wapi. Kwa kuzikwa kwako ulitakasa makaburi yote. Tunakuomba basi ukubali kubariki kaburi hili lililo makao ya mwisho ya mzee wetu Hangi. Tunamweka mahali hapa tukiwa na matumaini ya kuwa siku ya mwisho atafufuka na tutamuona tena akiwa na mwili wa utukufu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu,
Kwanza basi ndio mvula itanyesha. Bakia mule tutaenda. Bakia mule kufanana na mwili wake wa sifa. Hivi tumweke ndugu yetu mikononi mwa kutoka kama tunatiwa bwana una manani. Tunakuomba utuhurumie. Tuseme wote tunakuomba utuhurumie. Wewe uliyefufusha wafu, mpe ndugu yetu uzima wa milele. Tunakuomba utuhurumie. Wewe uliye mwagania mwovu, mwema heri ya mbinguni. Baba, ndugu yetu mbinguni, tunapokuomba kwa unyenyekevu. Bwana utuhurumie. Wewe uliyemtakasa ndugu yetu kwa maji ya ubatizo na uliye mwekea alama ya mafuta matakatifu, umpokee kati ya wana wa Mungu tunaokuomba kwa imani. Bwana utuhurumie. Wewe uliyemlisha ndugu yetu kwa mwili na damu yako, umpokee kwa karamu ya ufalme wako, tunakuomba utusikilize. Bwana utuhurumie. Nasi tunaona uchungu mkubwa kwa ajili ya ndugu yetu, ututulize kwa tumaini linalotoka katika imani yetu na uzima wa milele. Bwana utusikie. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifizwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushindana na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Watakatifu wataimba furaha, shangwe shangwe, vigelegele na furaha tele. Watakatifu wataimba vigelegele na furaha tele. Dunia itakoma, dunia ya mwisho, kufuata maovu, wanaona uso wake. Dunia ya mwisho itakuwa ajabu sana. Haleluya, haleluya. Na dunia itakoma, siku ile ya mwili tunautunza, mwili tunauvika na mwili tunaulisha na tunaunywesha. Lakini hivyo vyote tunavyofanya kwa mwili ni bure. Ulitoka kwa mavumbi na utarudi kwa mavumbi. Mwili, 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 mwili ni udongo. Mwili, 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 mwili ni mavumbi. Mwili, 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 mwili ni maua. Acha kujivunia mwili, ndugu yangu, kwani sote njia moja. Acha kujivunia mwili, ndugu yangu, kwani sote njia moja. Hata uwe munene, hata uwe mwembamba, sote wawili njia moja. Hata uwe mrefu,
uwe mfupi, sote wawili njia moja. Hata uwe tajiri, hata uwe masikini, sote wawili njia moja. Hata uwe mzungu, hata uwe mweusi, sote wawili njia moja. Mwili yo, mwili, mwili yo, mwili, mwili, mwili ni udongo. Mwili yo, mwili, mwili yo, mwili, mwili, mwili ni wavumbi. Mwili yo, mwili, mwili yo, mwili. Kwa kukumbuka namna gani ametushughulikia, nasi tunafika tena mbele ya Mungu kusudi tuweze kufarijiana, tuweze kuombolezana. Wandugu, kufa sio mwisho wa maisha, na ndio sisi wanadamu mara nyingi tumeogopa hii hatua. Wakati tunaposikia neno kifo inatupita akili, na kila mtu anakuwa muhali ambayo anakuwa na oga, anakuwa na huzuni. Lakini kufikiri juu ya maisha yangu inaendea wapi, inafikia wapi, tunashindwa. Ndio maana ibada hii ya leo Mungu anatualika ili tutambue tunatoka wapi na tunaenda wapi. Mafundisho ya leo anataka kutuonesha namna gani tumusikilize Mungu na tuongoke moyoni ili kwa ataka wakaa milele na huruma yako haina kipimo. Utukumbushe ya kuwa maisha yetu ni mafupi na hatujui tutakufa siku gani. Roho wako Mtakatifu atuongoze tuwe na mwendo mtakatifu siku zote za maisha yetu. Hivi tutakutumikia hapa duniani tukiungana na eklezia yako katika imani thabiti na matumaini yenye kitulizo na mapendo makubwa kwa watu wote, na mwisho tutafika salama katika ufalme wako kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Katika kitabu cha nabii Yeremia, sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Neno hili lilimfikia Yeremia kutoka kwa Bwana likisema, simama ukatelemke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakupasha maneno yangu. Basi nikatelemka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, nilikuta akifanya kazi kwa magurudumu mawili. Lakini chungu alichokuwa akafinyanga kiliharibika, naye akaanza mara ya pili, na kwa udongo uliokuwa katika mikono yake akafanya chungu kingine kama alivyoona vema kukifanya. Hapo neno la Bwana likanifikia likisema, ewe nyumba ya Israeli, je, mimi siwezi kuwatendea ninyi sawasawa kama mfinyanzi huyu? Tazama, kama vile udongo ulivyo katika mikono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo katika mikono yangu, ewe nyumba ya Israeli. Mara hii ninasema juu ya taifa moja na ufalme mmoja, ya kwamba
nitaongoa na kuharibu na kuangamiza. Lakini taifa hilo lililotaja kwamba nitaliazibu linaongoka na kuacha uovu wake, nami ninajuta nisitende mabaya niliyofikiri kutenda. Na mara hii ninasema nikitaja taifa moja la ufalme mmoja, ya kwamba nitaujenga na kuupanda, lakini wanatenda yaliyo maovu machoni pangu, wala hawasikilizi sauti yangu, nami ninajuta nisiwatende mema niliyosema kuwatendea. Sasa uwagombeze watu wa Yuda na wakaaji wa Yerusalemu. Bwana asema hivi: angalieni, nimewawekea msiba, nimekusudia kuadhibu. Haya, ongokeni kila umoja katika njia yenu mbaya, nyosheni njia zenu na matendo yenu. Lakini watajibu hivi: kazi bure, twataka hasa kufuata tamaa zetu. Kila mmoja wetu akatenda kwa kadiri ya ugumu wa moyo wake mbaya. Ndilo neno la Bwana. Tumaini nifike mbele ya Baba. Tumaini nifike mbele ya Baba, ni kwa Baba Mungu. Tumaini nifike kwake mbinguni kwa Baba Mungu. Tumaini nifike mbele ya Baba. Tumaini nifike mbele ya Baba. Nafasi zingine, lakini batu balikuwa pamoja na jamaa. Sasa maandiko ya leo yanataka kutonesha nini? Tunaona namna gani wakati wa nabii Yeremia aliishi wakati wa mazulumu. Wakati alikuwa kijana, huyu nabii alitabiri maneno ya Mungu kwa taifa lake. Na wakati alipotabiri maneno, watu walimdharau. Na hivi ndani ya unabii wake alivunjika moyo, alisumbuka, na alitambua kama taifa halimpokee. Mtu wa namna gani? Bale wenye wanatengenezaka hii mambebula, ale wanatengenezaka hii mitungi, ale wanatengenezaka ile vitu ya budongo. Alo, nabii anataka kutuletea mfano wa mfinyanzi juu ya nini? Anaambia Israeli, fika niwaoneshe, muangalie mfinyanzi gisi anavyotengeneza chungu ya kwanza. Kinapoharibika anaanza tena na bomola, anatengeneza chungu cha pili. Na mwisho wakati sasa nabii anauliza, haya yote yana maana gani? Anasema hii alama ya mfinyanzi ni alama ya mwanadamu kama vile ndani ya mikono ya Mungu. Wayuda walikuwa na moyo mgumu. Nabii alipoendelea kuwafundisha akasema, sasa wandugu,
maisha yetu tungeipasha kuweka juu ya mikono ya Bwana, tungepasha kumtegemea Bwana. Lakini tunajua jibu walimwambia, ule Mungu wako, si hatuwezi kuishi kadiri ya Mungu wako. Tutaendelea kuishi kadiri ya tamaa zetu. Upende usipopenda. Hata unaweza kuishi na uzuri gani, mali ngapi, lakini siku moja tu itakuwa stop, unaingia ndani ya sanduku na mambo yako yanaishia pale. Mwandishi mmoja, lakini sasa nafika kule makaburini, banaelewana, banakuwa na lugha moja, hakuna ukabila, wote wanakuwa ndani ya hali moja. Watajiri na wanini na wamaskini. Jivunia hii mwili yenyewe itaoza, itanuka, tunajua kama ndani ya serikali kuko siri mingi sana. Shalome. Serikali kafanya 3 jours 4 jours inakuwa kae. Ukafungula pale utapaliza na munganga anakuambia tangia leo juu shagonjwa hivi maini au shagonjwa hivi uache kunya kabrama. Shalome. Nilikuwa na ndugu wangu moya hivi. Mara yake nilishangalaka, alikulaka sumu. Munganga alimtunzaka, wakati nilimfia kwake Goma, nikamwambia sike benye munganga alikukatazaka usikunye pombe, usivute tena tumbako, ungali. Akasema ndugu yangu, mwili ni yangu. Leo nikakufa, haikuambie kitu, mimi nikakufa vinaniona. Wache nikunye, wache nivute. Wandugu shalom. Wavuvi, kifo kiko pembeni. Na sasa kama kifo kiko pembeni, ungelipaswa kuangalia sasa, unaalika Mungu kila wakati. Mungu, ijapokuwa mimi natembea lakini mimi naanza toka ndani ya mwili, unisaidie nisikufe bila neema. Nisikufe bila kujitayarisha. Nisikufe niende potea kama vile wale ambao hawakuamini. Ile njia ya lazima maisha yetu, na tukafikiria pale Mungu atatutukuza na atatujalia ile uzima wake. Asante wa ndugu wapenzi kwa kuweza kufungua moyo wetu. Ndio maana tutamomba basi atusindikize, atujalie tena ile nguvu mpya ya kuweza kuwa waaminifu kwa sauti yake, na wakati tunapopokea neno lake litupatie ugeuzi mpya kusudi tuweze kuwa waaminifu. Sifa kwa Baba na kwa Mwana kwa Roho Mtakatifu. Sikiliza Bwana, pokea maombi yetu. Tusali kwa ajili ya wote waliorudia katika mwendo wa kipagani na wapagani wote. Yesu awatoshe katika usingizi kwa kukosa imani wa giza na oga, na awapokee katika mwanga na furaha ya mapendo yake. Tumombe Bwana. Sikiliza Bwana, pokea maombi yetu. Tujombee sisi wote tuliokutana hapa kwa imani na ibada, ili Kristo atukusanye siku moja katika ufalme wake mtukufu na kuonana na wote waliotutangulia mbinguni. Tumuombe Bwana. Sikiliza Bwana, pokea maombi yetu. Sikiliza Bwana, pokea maombi yetu. Rudeni yapata, sasa tunazo tumtole, mali yetu yote tumtole. Rudeni tumtole Mungu mali tuliyopata. Iliyobaki kusudi wafike hapa pole pole,
na kisha watarudi, mmoja kati yao atasoma neno la jamaa na baadaye tutakuwa na wimbo wa kushukuru. Hivi jamaa wafike polepole tuweze kutambua mama mzazi ambaye ameachwa na baba na watoto ambao alizaa, kusudi tuwe na moyo kwa kuwategemeza ndani ya sala. Tunajua kama ujane sio kwepesi, ni kikombe kichungu sana. Ndio maana wanahitaji sala zetu kila mara kwa kuwategemeza. Kwa jamaa wanaweza kufika polepole. Kiwaza wengi ambao ni wageni hawajui walikia omboleza nani, hawajui walikia farishi nani. Ule njo mama mzazi, mama mjane ambaye amebaki mjane. Kikombe kichungu sana, inaomba kumtolea ndani ya sala kusudi tumtegemea. Unajua mwandiko kitu ya uzuri sana na inabomola jamaa nyingi sana. Unakutana parcele sheshishwa na mama na hajue. Ile yote ni kuitolea ndani ya sala. Hii ni jamaa ya baba Hangi, kuna wajukuu, kuna wakazana na wengine wote. Hivi tutazidi kuwatolea ndani ya sala na Mungu atazidi kuwabariki. Papa Hangi, huyu baba alitika kwa jina la Hangi Desire. Alizaliwa pale Kahunga siku 14 mwezi wa 7 mwaka 1952. Alifanya ndoa na mke wake Maria. Alibarikiwa na watoto 8 wa vijana 3 na wasijana 5. Ana wajukuu wengi ndani ya jamaa yake. Kazi yake alikuwa mlimaji. Kifo chake ilikuwa kifo cha rafla. Alifariki leo usiku na saa 8. Jamaa inawashukuru nyie wote mliosumbuka pamoja nao usiku wote mzima mpaka saa hii. Inasema msipozimia roho, wanao matumaini ya kwamba mtabarikiwa kupitia hii mema yenye mnawaonesha kwa kufika kuwafariji. Inasema kila mmoja aikale nafasi yake, wachangie maji kidogo waliobarikiwa nayo. Sisi jamaa ya Hangi Desire, aksanti kwa usikivu wenu mwema. Jamaa wanaweza rudisha muombea ndani ya maombezi. Tulimwombea ndani ya maombezi, tusiwe na shaka. Kwa jamaa kubatizwaka hivi walisahau kuandika, alibatiziwa Paruchuru tarehe 14 mwezi ya 4 mwaka 1990, na nile mwaka akakomunika, na nile mwaka mwezi ya 6 akazabitishwa. Ni kusema alibatiziwaka na akapokea sakramenta zote mwa ile mwaka moja. Aksanti. Kwa hivi tunataka kusimama tumshukuru Mungu. Wengi unakutana wakati ya kushukuru Mungu inakuwa wakati yenyewe unaenda na watu wanajigunja gunja. Anasahau kama Mungu anamtendea makuu mengi. Mungu anatutendea makuu mengi maishani mwetu. Hapana kwenda kuchungutia kwenye kabare, kwenye nganda, hapana. Hapa njoo fazi ya kushikunguta. Unaonesha Mungu sifa na shukrani zake. Kwa hivyo waimbaji mtulie nyimbo ya mzuri sana, sema tutucheze. Sababu leo ni siku ya furaha ambao baba Desire anasherekea furaha yake ya siku zake, sikukuu yake ya mwisho. Mwanika kwa wetu abandu abalahitwa ni nyogo kwa wetu matongo nene fulao kutekiro mundu kwa wetu matongo kutekiro nyonyi kwa wetu matongo kutenga kihambe Mungu
konda buholo lidegusha maala kwa wetu matongo kutekiro mundu kwa wetu matongo kutekiro nyonyi kwa wetu matongo kutena kihambe yotakola ajata iraki chondere mbali mbali nyange nalipatike nje na yenda ye ngena yefuza kwa meti era mwetu kwa wami ngena yefula kwa meti era mwetu kwa wami aye mali twavere vongirende malere wetu dada twavere vongirende malira yanena nyahinga nara umfane khola tata kianika nani busomoki munereni hemerenge kudilende lwalesire aniko nani anja vikuva kwa jihuzipo nipule vyagwa wetu nilire vyagwa wetu holaganawa hochigana nyanga nafae mali janine kuira samaki lwamere dwameki maeni na navana kwa muova mbatuika mwavishambusa mbogosa mehwaka kungu kasha era awingo mwalya lukire mundu nyate buliyo adelari minene shenyangabo lwakaviri twamehola mbwatuye hana muvitsi mbwatuika kwa ndatae kachanga ndamevundangangoyi emesheko veshekalikile vake vanemira vivi mwira wa mundu vakashatu wamejae mbukuti njemwe uliro haja mungu hakuna mwenya tafuka kilalo ute chivino nyate chivalume mali marishe matsivaeni amundu anamenya jarakola hata menya kujarakola jikola vakanekiro ja jipimo ja vakule vamenda kumutanga ene mukatani mwandego mwavaika kwa lupita rwa munganga naye ndumwa mwavalenda medondola mukatene memutunga muhudo mwavukule yolole jajere tuma avandu avalahitsani nyoko wawetu matongo kutekiro kwa wetu matongo kutekiro nyonyi kwa wetu matongo kutena kihambe mali Bernadette muongo lwakatono twamekhonja etuye kwa wami tulaira vashaligali ndaviri vavutse mu vudu inafumbani yahire tugene tumbamani twamemona mbwatuna chamisha mbalombu nemushakulya mepanga kitende mbeneka kuhindota vikaro mikona fularo kirindi anilira vovafire wendo samaji kashushi anilira kihuo anilira kwa wetu ni nyoko kwa wetu matongo kutekiro mundu kwa wetu matongo kutekiro nyonyi kwa wetu matongo kutena kihambe Alex Ndole mulemeri Lwanda tulwameja ni mishivo Lwanda tulwameja erungumana wo aluma nyenyezi zake twamekonja basolenge balanga byakwa bya milungu twamehira bichano na bangu bameka nabyo kihuo kibikire balume bawede midima ngandale bameka sangaso shibutsire menya butwende kubakunda tanguma era myatsinge twamenya kwetwa iguwa mbwani butsekishali iye kweri mbwani butsekishale mungu mbwani butsebwere mali janetisi kuyuwa uwabone bunyungu we mbwani butsekatoi tata lofasi banyanga bufunane ihana Bwambutsa vinyabirunga Nuvero nebenye
Teremka